Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa wakati masaa nyingine nashukuru Mungu kwa sababu Mungu amekuwa mwema, Mungu amekuwa mwaminifu. Naamini ya kwamba Christmas hii kila mmoja wetu ameweza kupata nafasi nzuri ya kukua na Bwana na amepata nafasi ya kuweza kufurahia the way Christmas imeenda. Nataka nishukuru Mungu sana kwa ajili ya kila mmoja. Mungu ametusaidia. Tokea Januari tumefika mwezi wa 12, finally we really appreciate. Tunafaa tumshukuru Mungu sana, tunainua mikono kumwambia Bwana ni asante kwa sababu kama sio yeye hatungefika hapo mahali ambapo tumefika leo. Lakini tumefika ni kwa sababu ya wema wake, tumefika ni kwa sababu ya fadhili zake, tumefika ni kwa sababu Mungu amekuwa pamoja nasi. Tumefika ni kwa sababu Bwana ametusaidia na hakika tuna sababu ya kumwambia Mungu wetu ni asante. Na ninajua kwamba tukiwa katika bado tuko shamra za sikukuu, shamra za Krismasi, tusisahau kukaa mbele za Bwana. Nashukuru Mungu kwa sababu ya watumishi wa Mungu wengi ambao wameamua kuchukua nafasi hii kukimbia katika njia moja na nyingine, katika milima za maombi kwa ajili ya kumtafuta Mungu, na wengine wako kwa milima, na tunashukuru sana kwa sababu ya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu, lazima kazi ya Mungu iweze kuendelea. Na maandiko yanasema ya kwamba Mungu anapenda kufanya kazi na wanaompenda. So nakuta ya kwamba the way tunavyomuonyesha Mungu upendo inakuwa ni jambo la kupendeza, ni jambo la kufurahia, na hakika Mungu ni mwema. Wacha nichukue fursa hii nikukaribishe tunapoendelea na somo letu ambalo tumekuwa tunaendelea nalo, ili sote tukung'ang'ania katika malango. Mwaka 2026 tusipotengeneza malango yetu, unakuta kwamba adui amejipanga kwa ajili ya kumake sure kwamba mwaka 2026 anapanga matukio mengi sana ambayo ni matukio ya kiuovu. Lakini mtoto wa Mungu ambaye wewe Mungu amekupa neema, wakati nafanya kazi hii, kuna wengine unakuta kwamba kwa sababu Mungu amewainua ameweka kwa kiwango kimoja na kiwango kingine, wanaona kana kwamba sisi ni wadogo hatufai. Lakini Mungu anatumia mtu yote. Mungu alianza kutumia kijana mdogo akiwa Yeremia, akiwa kijana mdogo sana. So ninaamini ya kwamba Mungu wakati anapozungumza na mtu jambo ili kukuprepare, wewe ni mtu, uwe ni mtu ambaye utakayesikia sauti ya Mungu na Mungu atakuwa anakuwezesha. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa amani, nasema ni asante. Mungu ni kwa sweli mwaminifu na ni kwa sweli Jehova. Mungu wetu umetukuka, Mungu wetu umeinuliwa, unaketi katika mahali pa juu. Pokea utukufu, pokea heshima, pokea mamlaka. Baba, ni kwa sweli mwema. Neno lako ni kweli. Baba wa milele, hakika umetuwezesha kutoka Januari hadi Baba tumeona Christmas, tunasema ni asante. Tunapokuwa na malengo na matarajio kwa ajili ya malango yetu ya mwaka 2026, Bwana wa mabwana tuwezeshe Baba, ni kwa sweli mwema. Nami mtumishi wako nafoenda kusomesha Baba, kufundisha neno lako ambalo lililoliweka ndani yangu. Yule atakayelipokea na apokee neema kwa ajili ya mwaka unaokuja. Yesu, neema ikampebe, neema ikamuinue, neema ikamfanikishe. Baba, ni kwa sweli Jehova. Asante, ni kwa sweli mwema. Kwa Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Mtu wa Mungu, tumekuwa tunaendelea kwa ajili ya kufundishana kwa ajili ya malango, na naamini ya kwamba katika hii malango tunaendelea so that tukaweze kuangalia mambo kadha wa kadha. Katika hizi malango nilianza kukuambia kwamba vita hupangwa katika malangoni na mtu wa Mungu hushinda katika malangoni. Chochote unachoona leo hii uko the way ulivyo kwa sababu ya malango yako. Ulifanikiwa ni kwa sababu Mungu aliweza kusaidia katika malango. Ulifail ni kwa sababu ya malango. Adui alipanga vita katika malango. Na naamini ya kwamba mwaka 2026 hautashindwa katika malango, bali utashinda katika malango, na Mungu akuwezeshe katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa upendo, na ni Mungu wa rehema, na ni Mungu wa fadhili. Na naamini ya kwamba anaenda kukufanikisha wewe pamoja na mimi. Anaenda kukufanya chombo, anaenda kukufanya kinga, ili sote tukaweze kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Leo nataka tuangalie lango katika Biblia. Lango ambalo nataka tukaanze kuanza nalo ni lango ambalo nakuta kwamba mlango unayepitisha laana
kuna lango linalopitisha laana. Watu wengi unakuta kwamba kuna laana ambao huinuka, na hii laana unakuta imekaa katika malango. Wakati laana iko katika malango, unakuta kwamba hali yake itakuwa ngumu, maisha itakuwa ngumu, chochote ambacho unakusudia kukifanya hakienendi the way ulivyopanga, kwa sababu kuna laana. Kuna mtu alitamka jambo, na alipotamka limesimama katika malango. Haijalishi ni miaka mingapi, mpaka ufike kiwango ambayo usimamie malango yako kuweza kupigana ya kwamba ninakataa laana niliyorushiwa. Kuna wengine unakuta kwamba uwezi fanya biashara, umetoka katika jamii, mkianzisha biashara inafilisika. Unakuta wengine mnasoma lakini huwezi pata kazi. Unakuta wengine kuolewa inakuwa ni shida, wengine kuoa inakuwa ni shida, wengine kuishi miaka ifike 70 inakuwa ni shida, kwa sababu laana iko malangoni. So that lazima ukawe ni mtu ambaye utapikana na laana. Unakuta kwamba unaweza kuwa unafanya kazi lakini katika mikono yako huwezi miliki kitu, kwa sababu kuna laana ya malango iko katika mikononi mwao. So unakuta kwamba hatuwezi tukamiliki kitu, na kama huwezi miliki kitu, unakuta kwamba umefanya kazi kwa muda mrefu, lakini baada ya kufanya kazi katika muda mrefu hakuna chochote ambacho uliweza kupata, na hakuna chochote ambacho kimekuwa kinaendelea katika maisha yako. So ujue ya kwamba already ni laana iko katika malango. Ingine ni laana ya magonjwa. Unakuta kwamba magonjwa ni kila mara. Ujue ya kwamba ni laana katika malango. Na naamini ya kwamba wewe, wakati ambapo tunaendelea na hili somo, utakuta ya kwamba kuna laana zingine unaenda kusiondokea katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema katika kitabu cha Zaburi, ikiwa mlango wa 69, ikiwa mstari mdogo wa 12, waketie langoni hunisema, na nyimbo za walavi hunidhihaki. Waketio malangoni hunisema. Wale watu wanaoketi katika malango, huenda ni malango ya ukoo yenu. Kuna wale watu wanaitanga wazee wenye malango ama wazee. Unakuta kwamba kuna malango ambao wameketi katika malango wakatamka. Wakati ambapo unakuta for example unaingia katika nchi yoyote ama area kokote, utakuta kwamba katika malango kuna watu ambao wanapanga vituko katika malango. Kuna watu wanaopanga matokeo katika malango. Lazima ukawe ni mtu ambaye uliye na ufahamu, mtu mwenye akili sahihi, mtu ambaye unaelewa, mtu ambaye mwenye uko na busara, ndipo utaweza kushinda vita katika malango. Lakini ukienenda kulingana na akili zako, utakuta ya kwamba malango, vita vinavyopangwa malango, unakuta kufanikiwa kwake inakuwa ni ngumu, unakuta kushinda ni ngumu, kwa sababu malango yako yaliweza kunazwa, malango yako yaliweza kusuiliwa. Kuna watu ambao walitamka laana katika malango, na wakati wametamka laana katika malango, unakuta kwamba mtu wa Mungu kufanikiwa kwake inakuwa ni ngumu. Unaweza, haijalishi, unaweza kuwa unafanya kazi kwa sana, lakini kila ambacho unachokipata unakuta kwamba ni kidogo sana, hakikupi matoleo sawa sawa the way ulifanya kazi. Ujue kwamba kuna laana. Laana nyingine unakuta kwamba kuna laana ambayo unapanga kwamba nitafanya kitu, nitafanya jambo, lakini hili jambo haujawahi lifanya. Hili jambo haliwezi kuenenda, mwaka ukianza unaisha ukiwa wewe ni mtu ambao uko na mipangilio, lakini unakuta kwamba hakuna kitu ambacho kinachoendelea. Make sure kwamba katika malango, so that unapigana vita na utaweza kushinda katika malango katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu chochote ambacho adui amepanga katika malango yako, make sure kwamba unakishinda. Usishindwe, lakini make sure kwamba unashinda katika jina la Yesu Kristo. Naye Mungu atakuwa ni Mungu mwenye kukufanikisha, na utakuwa ni mtu ambaye utakuwa ni mwenye kuenda mbali, na utakuwa ni mtu mwenye kuinuliwa sana. Haleluya. Tunaposoma katika kitabu cha Ezekiel 11 kuanzia mstari wa kwanza, inasema, tena roho ikaniinua ikanileta katika lango la upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana lililoelekea upande wa mashariki. Na tazama, mahali pale pa kuingilia balangoni palikuweko na watu 25, na katikati yao nikamuona Yesarania mwana wa Asiria, Pelatia mwana wa Penaya, nao ni wakuu wa watu. Akaniambia, mwanadamu, hawa ndio watu wale watungao uovu na kutoa shauri wakati wa kutoa ushauri mbaya ndani ya mji huu, wasemao wakati wa kujenga nyumba si karibu.
mji huu ni sufuria na sisi ni nyama. Unakuta ya kwamba ni watu ambao wanaotunga sheria. Kuna watu ambapo unakuta kwamba Roho Mungu alipomuinua mtumishi wa Mungu akaangalia, akaona kuna watu 20 na kitu katika malango, na akaona Pelatia mwana wa Penaya wanaopanga uovu, wanaopanga watu wasiinuke. Leo hii kuna watu ambao unakuta katika malango wameinuka, kuna kurupu ya watu wanapanga uovu katika malango, wanapanga matukio katika malango, sio eti watoto wa Mungu wasifanikiwe, lakini tuinuke tukaweze kupigana na malango, tuinuke tukaweze kung'ang'ania malango, tuinuke tukaweze kushindania malango, nasi tutakuwa wenye kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Wacha tutoke katika comfort zone, wacha tutoke katika mahali pa kujiona, wacha kujiona ya kwamba umefika, wacha kujiona ya kwamba uko sawa. Kuna watu wanapanga maneno dhidi yako, kuna watu wanapanga matukio dhidi yako, lakini maandiko yanasema ya kwamba tuinuke ili sote tukaweze kupigana. Inukia malango yako ya mwaka 2026, inukia malango ya familia yenu, inukia malango ya jamii yenu, inukia malango ya mapato, inukia malango ya ndoa, inukia malango ya familia, ili sote kinapelatia waliopanga vita katika malango unaweza kuwaondoa katika malango katika jina la Yesu Kristo. Mtoto wa Mungu, wakati imefika. Umeimba utajenga hiyo nyumba sana, umeimba utafanya kitu fulani sana, lakini andiko linasema ya kwamba kuna watu wanaopanga uovu katika malango. Mtu wa Mungu, inuka kwa ajili ya malango, anza kung'ang'ania malango, anza kupigana kwa ajili ya malango, anza kukataa laana inayopangwa dhidi yako, ili sote mwaka 2026 usiwe ni mwaka ambao umelaaniwa, usiwe ni mwaka ambao utakuta hutafanya kitu, usiwe ni mwaka ambao utaisha bure, usiwe ni mwaka ambao utakuacha katika majozi, bali ikawe ni mwaka ambao utakuachia amani, ukawe ni mwaka utakuachia furaha, ukawe ni mwaka ambao utainua mikono mwambie Bwana hakika umetenda. Utakuwa unamwambia Bwana, nilipotembea na wewe katika mwaka 2026 nimeona wema wako. Sisi watumishi wa Mungu tukainuke katika malango, kwa sababu nguvu za giza zinapanga, kuna falme zinapanga vita ili kuangamiza kanisa, kuangamiza huduma. Ndio tatizo hilo, unakuta kuna matokeo mengi. Tusimame katika malango ili tukaweze kuangalia ni nani wanaopanga sheria kwa ajili ya huduma, ni nani wanaopanga mikakati kwa ajili ya huduma. Hiyo yote ni mbinu ya uovu, sio tukuangamiza watumishi wa Mungu. Simama katika malango ili tukaweze kuangania malango katika jina la Yesu Kristo, mtoto wa Mungu. Naamini ya kwamba wakati ambapo tutashikana na tukaweze kung'ang'ania katika malango, tutashinda vita kwa pamoja. Tutaweza kuenda mbali, tutaweza kufanikiwa, tutaweza kuinuliwa, tutaweza kufanya mambo makubwa, tutaweza kufanya mambo ya ajabu, kwa sababu Mungu ametupa hiyo nafasi ya kushinda, na tutashinda kwa jina la Yesu Kristo. Vita vyote vinavyopanga malangoni na kutangazia kwa jina la Yesu Kristo, vita vyote vikaweze kuvunjwa katika hiyo malango. Chochote ambacho adui amepanga kinyume na hiyo huduma, kinyume na hiyo familia, kinyume na hiyo jamii, isambaratike kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu Bwana yuko saidi yako na utashinda kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Lango lingine ambalo upangwa, lango yako ya sifa. Lango lako la sifa. Inua malango yako ya sifa. Inua malango yako ya kumwabudu Mungu. Inua malango yako ya kumuinua Jehova, ili mwaka 2026 ukawa mtu mwenye kufanikiwa, ukawa mtu mwenye kufaulu, ukawa ni mtu ambaye mambo yako yatakwenda ama mambo yako yatafanyika katika fadhili. Inua malango ya sifa, mtoto wa Mungu. Inua malango ya kumtukuza Mungu. Inua malango ya kumwabudu Mungu. Nenda mbele za Mungu katika ukamilifu. Nenda mbele za Mungu katika moyo uliofunjika. Nenda mbele za Mungu katika moyo uliopondeka, ili lango la sifa, sifa sikatande katika nyumba yako, sifa sikatande kwa nyumba za ibada, sifa sikatande katika familia yenu, sifa sikatande katika jamii yenu, sifa sikatande popote ambapo mnakusudia, ili sote hata unaposafiri sifa sitande katika safari yako, na utakuwa mwenye kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo. Ningependa tuangalie nami kitabu cha Isaya. Fungua nami kitabu cha Isaya, ikiwa ni 60, mstari ukiwa ni wa 18, na utakuwa ni mwenye kubarikiwa sana. So that malango yetu, hatutakubali ya kwamba malango yetu yabaki tesemu. Malango yetu itakuwa imebeba utukufu wa Bwana, malango itakuwa imebeba uwepo, malango itakuwa imebeba ushindi, na tunaamini ya kwamba kazi ya Mungu itaweza kuenenda katika njia iliyo sahihi katika jina la Yesu.
Andiko linatuambia kwamba katika Isaya 60 mstari wa 18 asema, andiko linasema ya kwamba jeuri haitasikiwa tena katika nchi yako, ukiwa na uharibifu hasitakuwa mipakani mwako, bali utasiita kuta zako wokovu na malango yako ya sifa. Mtu wa Mungu, hakuna chochote kitakachopangwa titi ya malango yako ya mwaka 2026. Hakutakuwa na jeuri, hakutakuwa na uovu, hakutakuwa na maafa, hakutakuwa na njaa, lakini kuta zako ambazo zimekuzunguka, kuta zako ambazo zimekuzingira, itakuwa ni malango ambayo ni ya wokovu. Wokovu ikufunike mtoto wa Mungu, wokovu ikutawale mtoto wa Mungu, wokovu itawale nyumba yako, wokovu itawale watoto wako, wokovu itawale mke na mume, sote katika ile nyumba, wokovu itawale mifuko yako, sifa na utukufu sikaweze kufunika na malango yake katawaliwe na sifa. Wakati ambapo mwaka 2026 utakapoenda mbele za Bwana katika ukamilifu, utakapokaa na Bwana, utakapokaa katika wokovu, utakao vazi lako la wokovu likawa ni vazi la damani, likawa ni vazi la heshima, likawa ni vazi la hofu, likawa ni vazi ambalo halina masengenyo, ili sote katika ile vazi Mungu akakuwezeshe, Mungu akakuinue, Mungu akakufanye, ili sote tukavalishwe ile vazi, na familia yako kwa ujumla ikawa imezingirwa, familia yake ikajae na mkono wa Bwana ukaweze kuiongoza. Utafanikiwa katika jina la Yesu Kristo, utainuliwa kwa jina la Yesu Kristo, utaenda mbali mtoto wa Mungu, mambo yake yataenda sawa sawa, magonjwa haitakuwa sehemu yako kwa sababu vazi la wokovu, shida umaskini haitakuwa sehemu yako kwa sababu ya vazi la wokovu, vita havitakuwa juu yako kwa sababu ya vazi la wokovu. Wote wanaokimbia mbio kwa ajili yako watachukua na kuanguka, lakini wewe mtoto wa Mungu utasimama. Ninakutangazia mwaka 2026 Bwana akufishe vazi la wokovu, Bwana akufishe vazi safi ambalo Bwana atakalo kuona nalo, na ikuwe ni ukuta wako, ikuwe ni sifa zako, katika jina la Yesu Kristo mtoto wa Bwana. Naamini ya kwamba utafuka mwaka tu kama kawaida, utafuka mwaka ukiwa na vision, na vision iwe imefunikwa na vazi ama ukuta wa wokovu, na hakika utaenda mbali katika jina la Yesu Kristo. Lango la tatu, tunapoenda kumaliza, lango lako la tatu, inua wokovu wako zaidi. Inua wokovu wako zaidi, na Mungu atakuwa ni mwenye kukuwezesha katika jina la Yesu Kristo. Vazi lako la sifa, na naamini ya kwamba katika ile vazi la sifa Mungu atakupeleka mbali katika jina la Yesu Kristo. Ningependa tuangalie katika kitabu ambacho ni Zaburi ama Psalms, tunapoenda kumalizia chapter 24, ukiwa mahali pale mstari ukiwa ni wa 7, andiko linatuambia kwamba tunaposoma andiko katika hii kitabu, ambapo utakuta ya kwamba katika hiyo maandiko inaweza kutueleza ya kwamba katika Zaburi mahali pale, ili sote katika hiyo Zaburi tunaenda kuona wema wa Bwana, na katika hiyo Zaburi utakuta ya kwamba kuna mambo mengi yatafanyika katika jina la Yesu Kristo, na naamini ya kwamba katika hiyo mambo mengi Mungu anaenda kutuwezesha, ili sote kuna mambo yataweza kuenda na kuna mambo yatafanyika katika jina la Yesu Kristo. Naamini ya kwamba Mungu anaenda kutuwezesha na Mungu anaenda kutufanya ili sote tukaweze kuifanikisha katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema katika Zaburi, sorry sana tafadhali, tuko online, mtapiga simu kama tushamaliza, tuko kwa ibada tafadhali. Maandiko yanasema mstari wa 7, andiko linatuambia kwamba inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Inueni vichwa vyenu enyi malango,
inukeni enyi malango ya milele. Unakuta kwamba tunahitaji tukaweze kuinua vichwa. Ni kuinua maombi yako, ni kuinua wokovu wako, ni kuinua ibada. Sisi malango ambayo ni ya milele, inafaa imefika kipindi mwaka huu before kaishe, inuka katika malango, inua maombi kwa malango, inua neno la Mungu, inua wokovu wako, simamia haki katika jina la Yesu, ili so that make sure kwamba maombi yake yameenda. Kama ulikuwa unaomba around 30 minutes, anza kuomba 1 hour. Kama ulikuwa unaomba 1 hour, nenda 3 hours. Kama ulikuwa 3 hours, nenda 6 hours, so that inua kiwango chako cha maombi, inua kichwa, ili so that mwaka 2026 ukaweze kufanikiwa. Inahitaji ukaweze kuinua manao. Mtoto wa Mungu, ubarikiwe sana tunapoendelea na ujumbe huu. Mungu akusaidie sana katika jina la Yesu Kristo. Tuamini tunapoomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa amani, nasema ni asante Baba, ni kwa swali mwema. Pokea utukufu, pokea heshima, pokea mamlaka Baba, ni kwa swali mwema. Unatenda mambo makuu, unatenda mambo ya ajabu. Mungu wetu inuliwe na uabudiwe, ni kwa swali majia. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Baba, tunaombea malango zetu za mwaka 2026. Bwana Yesu, simama katika malango. Tunakemea roho za mauti, tunakemea roho za magonjwa, tunakemea roho za umaskini, tunakemea kila maroho zote, tunakemea kila falme, tunakemea kila mbinu katika jina la Yesu. Mungu tuwezeshe Jehova, malango yetu achilia baraka, malango yetu nainua vichwa, tunainua vichwa vya maombi, tunainua vichwa za kusoma neno, tunainua vichwa za kufunga na kuomba. Bwana, tutawale katika malango katika jina la Yesu. Mungu tuwezeshe Bwana. Baba, ukue wokovu wetu ukawe ni ukuta, tuwekee ukuta katika jina la Yesu. Pokea utukufu, heshima na mamlaka Baba, ni kwa swali mwema. Asante kwa ajili ya mtazamaji wangu Yesu, wote walionitazama na wote wanaofuatilia ujumbe huu. Ninaombea baraka, naombea mema mwaka 2026. Baba, wabariki Baba, wainue Baba, watende mema Baba, ni kwa swali mwema. Angalia Jehova Shaddai, jinsi wamekuwa waaminifu, wanyenyekevu. Mungu anatarajio ya kufuka mwaka. Fungua milango zao, watendee mema Baba, ni kwa swali mwema. Kwa Yesu Kristo tumeomba na hata kuwabariki. Amen. Shalom, shalom mtoto wa Mungu. Mungu akubariki sana. Tunapoendelea, tutakutana siku ya kesho kwa ajili ya kuendelea na ujumbe huu, na Bwana kutenda baraka. Shalom, shalom. Kwa majina yangu naitwa Evangelist Chris Wanyonyi Wanjala. Niko sehemu za Mombasa, Likoni, na naamini ya kwamba kanisa letu linaitwa Hope and Restoration Prayer Center mahali pale, na Mungu atakutenda mema. Tunaamini ya kwamba tunaenda kuwa na ibada ya baraka tunapoendelea kujifunza, na huu ujumbe tarehe 31 tutakuwa na maombi ya kufuka mwaka, na katika ile maombi tunaamini ya kwamba hatutafurahia kufuka mwaka, tutafurahia kwa sababu tumedominate katika malango yetu. Shalom, shalom. Mungu akubariki sana. Amen.